Tuanze habari hizi na habari za siasa. Kukubali kujitolea kwa moyo wa upendo kwa ajili ya maendeleo na utulivu ni mojawapo ya vipaumbele vya gavana mpya wa mkoa Patrick Busubwangwi chini ya AFC M23. Ufafanuzi huu ulitolewa wakati wa kubadilishiana madaraka rasmi mnamo Ijumaa Juni 20 mwaka 2025 mjini Bukavu. Inafuatia sherehe za makabidhiano na kuanza upya na utangulizi wake ambavyo vimepitika kunako ofisi ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23. Hiki ni kipindi cha kukomaa kwa mapinduzi ya kikatiba chini ya AFC M23 hapa Kivu Kusini. Miezi mitatu ya utawala wake, aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu Kusini Emmanuel Birato alimkabidhi mrithi wake mamlaka Patrick Busubwangwi. Emmanuel Birato anamwalika mrithi wake kuwakilisha jimbo kihalali na anaahidi kubaki mwaminifu katika kuunga mkono jimbo la Kivu Kusini. Jambo kuu lilikuwa uwasilishaji wa uongozi. Gavana mpya wa mkoa anajitolea kurejesha imani ya washirika wake na kutumia rasilimali zinazopatikana katika Kivu Kusini ili kufanya jimbo hili kuwa kimbilio la amani, ardhi ya heshima na nafasi ya ustawi. Patrick Busubwangwi alisema. Kwa kifupi, tuko na lazima wa vijana wenye wataingia kwa jeshi yetu ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, batu akompanye tuende pamoja juu tuweze kugomboa nchi yetu ya Kongo. Njia ingali mrefu, hiyo ndio priorité de priorité. Na ingine, on va essayer de sécuriser, tutaleta amani mugini ya Bukavu na popote kwenye tulisha materitoire tulisha libere, na musiku kidogo mutaona tunaendelea tunasonga mbele, tutalibere zingine materitoire ziko mbele. Ndio priorite sahihi. Vitu ya development ingine itafata, tushagomboa raia, tutawasekirize na vingine vitakuja vitafata. Asante sana. Katibu mkuu wa AFC M23 alichukua fursa hiyo kuashiria kwamba hii ni hatua muhimu katika uwezeshaji wa kisiasa ambao dhamira yake ni kukuza utawala bora, kuishi pamoja na maridhiano ya kitaifa. Delio Kimbulungu anamtarajia kutekeleza hatua za maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Elimu. Muungano wa kitaifa wa wakaguzi wa Kongo Sinieko wa Kivu Kaskazini na Kusini unatishia kususia tathmini zote zijazo za vyeti vya kitaifa. Hii ni isipokuwa malipo kamili ya papo hapo ya washiriki katika mitihani ya jimbo 2025 iliyoendeshwa hivi majuzi. Sinieko ilieleza hayo katika barua iliyotumwa kwa mamlaka na viongozi wa sekta ya elimu iliyosomwa na wenzetu wa Actualite.cd Ijumaa Juni 20, 2025. Kulingana na chanzo chetu cha habari, Umoja wa Kitaifa wa Wakaguzi wa Kongo Sinieko unaeleza kutoridhishwa kwake na ukimya wa serikali kuhusu kutolipa mafaa yanayodaiwa wakaguzi na wadau wengine wa elimu katika mikoa hiyo miwili. Katika barua hii, wakaguzi kutoka mikoa hii miwili wanashutumu dharau inayoendelea kwa wataalamu wa elimu. Wanasema kuwa hali hii inaongezeka kwa deni nyingine iliyoanzia mwaka wa 2020 haswa linalohusiana na mitihani ya kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi ENAFEP ambao walimu wake bado hawajalipwa. Wanaongeza kuwa uzembe huu unaorudilia kwa muda mrefu unaathiri moja kwa moja maelfu ya raia wa Kongo ambao wametumikia serikali kwa uaminifu na kuhakikisha kukamilishwa kwa tathmini zetu za kitaifa. Zaidi ya hayo ni kutolipwa usafiri na kazi ambazo tayari zimelipwa kwa wenzao katika mikoa mingine ya elimu tangu mwaka jana. Katika hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea, vyama vya wafanyakazi wanasikitishwa na kutendewa kwa usawa bila sababu. Ikikabiliwa na ukosefu wa suluhu, Sinieko katika majimbo haya mawili inasema kuwa inalazimika kuzuia tathmini zote zijazo za kitaifa. Hii ni pamoja na ENAFEP,
tena ZOSP, na pia pamoja na mitihani ya wanafunzi wanaomaliza shule la msingi wa mwaka wa 2025. Hatua hii, ingawa inasikitisha, ni njia yetu ya mwisho ya kufanya sauti zetu zisikike na kudai kuheshimiwa kwa kazi zetu. Hatuwezi kukubali tena kuwa wafanyakazi wa kujitolea kwa hali ambayo inapuuza wajibu wake, wakaguzi walisema. Kwa ufupi, vyama hivi vinadai kuanzishwa kwa mbinu madhubuti za kuhakikisha malipo ya walimu na wafanyakazi, hasa katika maeneo yenye migogoro. Afya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepitisha mpango mkakati mpya wa mawasiliano ili kuimarisha chanjo katika eneo lote la DRC. Waraka huu wa miaka 5 unaohusu kipindi cha 2026-2030 unalenga kuboresha chanjo ya kitaifa, kuzuia magonjwa ya milipuko na magonjwa yanayozuilika na kuokoa maisha hasa miongoni mwa watoto. Mbinu hizo zimetolewa kwenye kikao iliyoendeshwa kwa muda ya siku 6 kwa ngazi ya taifa na ambayo imetimishwa tarehe 14 Juni katika mji mkuu wa Kinshasa. Shabaha ya kikao hii ilikuwa ni kutolewa kwa programu kuu kuhusu chanjo ama PEV na mbinu husika na kuboresha mazungumzo zinazoenenda na hali ya maisha yote kwa kuhamasisha raia kuhusu swala la chanjo. Katika mazungumzo yao wameonekana kueleza vizuizi mbalimbali mkiwemo kusambazwa kwa habari za uongo, ukosefu wa namna ya kupata habari ya ukweli na wingi wa makabila na lugha katika majimbo. Kwa kupambana na hali hiyo, wahudhuriaji kwenye mkutano huo wameonekana kutoa pendekezo mbalimbali wakiomba kutolewa kwa ujumbe katika lugha mbalimbali sawasawa na majimbo na kutumia vyombo vya habari. Habari za miundombinu. Ujenzi wa barabara ya Bukavu Walikale Kisangani kuunganisha na bahari ya Hindi kupitia mto Kongo na kisha bahari ya Atlantiki, uboreshaji wa bandari za Kalundu, Moba na Kalemi, ujenzi wa reli ya umeme ya Standard na hatimaye barabara ya Kalundu Bunagana hadi Uganda. Hii ni miongoni mwa miradi ya kipaumbele itakayotekelezwa na Malawi ambayo inachukua uongozi wa ukanda wakati kutoka DRC. Haya yamejiri wakati wa mkutano wa 14 wa kawaida wa baraza la mawaziri wa nchi wanamemba wa ukanda wakati iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania. Katibu mtendaji wa muungano huo Flori Okanjo alipitia hoja muhimu za ripoti ya mkutano wa 28 wa kawaida wa bodi ya wakurugenzi ya Center Corridor ili kuidhinishwa na kufanyiwa kazi ya marekebisho na mawaziri wa uchukuzi, mabalozi, magavana na maafisa wa sekta ya umma na binafsi kutoka Burundi, DRC, Malawi, Tanzania, Rwanda, Uganda na Zambia walishiriki katika mikutano hii. Habari za kijamii. Ijumaa hii Juni 20, jumuiya ya kimataifa inasherekea siku ya wakimbizi duniani. Zaidi ya Wakongo milioni 1 kwa sasa ni wakimbizi katika nchi mbalimbali kutokana na migogoro mbalimbali ya kivita inayoendelea kwa sasa nchini DRC. Hata hivyo, ina hifadhi takribani wakimbizi milioni 500 kutoka nchi. Kwa mjibu wa Radio Okapi, huko Kivu Kaskazini, pande tatu za Rwanda, DRC, HCR, mfumo shirikishi unaoshughulikia swala la kuwarejesha mwakao wakimbizi kutoka nchi hizi mbili unaendelea na shughuli zake. Majadiliano yanaendelea na mkutano wa washikadau unatayarishwa kushughulikia masuala yote yanayohusiana na kurejesha nyumbani, anaripoti kaimu mwakilishi wa HCR Pierre Achom. Anaripoti kwamba urejeshaji wa kawaida unaendelea kwa njia mbili: kuwarejesha wakongomani walio nje ya nchi na wale wanaorejea nchini. Katika mwaka huu, takriban watu 177 wamerejea kutoka Afrika Kusini, Namibia na Burundi, chanzo chetu kinabainisha. Ikumbukwe kwamba HCR inashirikiana na tume ya kitaifa ya wakimbizi CRN kuhakikisha wamerejea. Habari za makampuni.
Wakazi wa Bukavu, Mudusa, Kasie, Essence, Mungu, Chai na Giamba mjini Bukavu wanakosewa na maji ya kunywa tangu Ijumaa hii Juni 20, 2025. Hali hii inatokana na huduma ya maji kutoka katika chemichemi ya Mazigiro kukatwa na watu wasiojulikana. Taarifa iliyotolewa na shirika la ugawanyaji maji Regideso wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Juni 20, 2025 katika jiji la Bukavu. Hii ni fursa kwa Regideso kuomba uingiliaji wa haraka kutoka kwa mamlaka ili kupata miundombinu yake na kuwezesha kampuni hiyo kuwahudumia vyema wananchi kwa maji ya kunywa. Mkurugenzi wa Regideso, Mudimbi Mweze, anajadili hili katika mahojiano haya. Isa ine njo tulipata message toka kwa watu wa personnel yetu wanatumika kule Mazigiro na Nyantende kutuambia kama kuko watu mwa walifika walikuwa arme wakawakamata wakapana nabo potea captage wakawaoblige wafunge mavani. Donc kama wanafunga mavani, donc maji haitashuka tena mu reservoir zetu za Kasie na Mazigiro porque tuendelee kupana maji kwa wakazi. Si unajua kama hii mji wetu ni mji tuko na problema ya mamaladi. Liye kukosewa na maji, ile magonjwa inariske kuwa mengi partout, na ikikuwa mingi partout unaona itakuwa shida sana. Na waza wakuu wa nchi watafanya yote ili suluhisho ipatikane kwa ile shida. Hali hii inatatiza usambazaji wa maji kwenye bwawa la Nyantende na Kasie.